Moja, kufundisha wanaotarajiwa kuingia katika utumishi wa umma. Lakini pili, kuendelea kukuza ujuzi kwa wale walio ndani ya utumishi wa umma. Ni matumaini yangu kuwa mtaendelea kujifunza hata baada ya kuhitimu. Dunia ya leo inahitaji kujifunza maisha yote. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema lifelong learning, ili kuendelea kuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji yanayobadilika kila uchao. Na wasii mjiepushe na vitendo vyote vinavyoweza kuharibu taswira yenu na ya utumishi wa umma. Tabia kama za rushwa, uzembe, ubaguzi, matumizi mabaya ya madaraka na kutowajibika ni moja kati ya vitendo hivyo. Badala yake, mwende mkawe mfano wa kuigwa katika weledi, uwajibikaji, uadilifu na kujituma kazini. Sambamba na elimu, muendelee kutunza afya zenu, kwamba duniani huku yako magonjwa yanayoambukizika na yako magonjwa yasiyoambukizika. Magonjwa haya yote kwa jumla yake yanapunguza uwezo wa mtu kufanya kazi kwa tija na kuzorotesha maendeleo ya taifa. Fanyeni mazoezi mara kwa mara, zingatieni lishe bora, epukeni matumizi mabaya ya vilevi na mambo yanayoleta msongo wa mawazo. Na kwa kufanya hivyo, mtakuwa watumishi wa umma wenye nguvu, tija, weledi, mnaotekeleza majukumu yenu kwa ufanisi, na kwa kuwa na mwisho mtakuwa tegemeo la familia na taifa kwa jumla yake. Kuna mtiko mdogo wa waajiri katika kuleta watumishi wapya, hasa wapya wa mafunzo. Na hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni hatari, kwa sababu watumishi wapya wanapoingia kwenye utumishi wa umma bila kujua misingi ya utumishi wa umma inakuwa ni tatizo. Na hili tatizo linaweza kusababisha mambo mengi na madhara makubwa katika maendeleo ya taifa. Tunatamani sana msisitizo kwenye hili, tuweze kuona kama tunaweza tukasaidia taifa kupitia kutoa mafunzo na kutengeneza vizuri bila rasilimali watu ambao kimsingi ndio rasilimali muhimu katika maendeleo ya nchi yoyote. Kupatikana kwa bodi hii mpya ni hatua muhimu katika kuimarisha mifumo ya utawala, ufuatiliaji, uwajibikaji katika utekelezaji wa majukumu ya chuo. Tuna matarajio makubwa kwamba kwa weledi na uzoefu ilionayo bodi hii itaendelea kukisimamia chuo kwa ufanisi na kuhakikisha kinatimiza wajibu wake kwa viwango vya juu vinavyotarajiwa na serikali. Mheshimiwa Waziri, vile tuna imani na management ya chuo inayoongozwa na mkuu wa chuo au kwa mtendaji mkuu Dr. Ernest Adonesho. Ofisi itaendelea kushirikiana kwa karibu na bodi hiyo na mtendaji mkuu Dr. Mabonesho. Itashirikiana katika kuboresha ubora wa elimu, mafunzo, tafiti na utendaji kwa ujumla wa chuo.